Tukitoka hapo, kwa wale watakaoikosa sala ya Idi kwa jamaa, yani sala ya Idi wameikosa, wanaweza kuilipa na kuisali katika wakati wake kabla ya jua halijapinduka kuelekea jioni siku hiyo hiyo ya Idi. Kwa mfano, Bizredi tumesali sala ya Idi hapa, tumemaliza, tumeshatawanyika, tunaenda shughuli zetu. Kuna watu wamekosa ile sala yenyewe, wao wafanye nini? Wanaruhusiwa kuisali na wao sala ya Idi. Watasali je, humu msikitini au pahala gani? Watasali popote, isipokuwa wanachuoni wameikhtilafiana ikiwa sala ya Idi hii itasaliwa msikitini kama kawaida, tumemaliza, waliochelewa wakisema waje msikitini, Imam Shafi anasema hii ni makruh, si utaratibu. Kwa hivyo wasisali pale, wakatafute sehemu nyingine, hawa waliochelewa wasali, ili kuto kuwashughulisha watu. Na katika shuruti zake ni kwamba wasitoe sauti kikao kwa sauti kubwa isiyo ya kawaida, kwa vile wao ni tabaka la pili katika tabaka la kwanza la jamaa, kwa sababu eneo lao jamaa ile ya sala ya Idi imeshasaliwa. Kama haijasaliwa, basi shaira zote zitaendelea kwa muundo ule ule na taratibu zile zile. Hii ni kwa sababu wanasema wanachuoni ni kwamba tusilete tashwish katika jamii ya Kiislamu kwamba kuna jambo si la kawaida. Si tunaenda sambamba? Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, maana yake kwa wale waliochelewa wanaruhusiwa kulipa haya, na ikiwa kundi la Waislamu limepitwa na wakati wake, basi wanaweza kuilipa kwa kuisali siku ya pili yake katika wakati ule ule wa asubuhi. Mfano kilivyo na kiutaratibu, siku ya sikukuu ya Eid al-Fitri ni moja tu, yani katika sheria ya dini ya Kiislamu sikukuu ya Eid al-Fitri ni moja. Sisi tunazifanya 4 kwa taratibu zetu wenyewe na katika mipangilio yetu wenyewe, hakuna ubaya wote katika hilo, lakini siku yenyewe ya kisheria katika sharia ya Kiislamu ni siku moja, Eidul Fitri, tumemaliza. Lakini Eidul Adha sasa sikukuu ni moja, na zile siku 3 za ayami tashriq kwa ujumla zinakuwa ni siku 4. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi, ayami tashriq ayam akli wa shurb. Manake hizi siku za tashriq ni siku za kupiga misosi, mitungi, watu kufurahi na kadhalika. Nazungumza lugha za vijana kidogo, wengine naona wanasinzia. Kwa hiyo ni siku za kula na kunywa, hizi siku za ayami tashriq. Kwa hivyo tunaruhusiwa sasa sisi waumini, kama hii siku ya Eid al-Fitri imetupita sala ya Idi, tunaweza tukaisali siku ya pili yake ambayo si sikukuu ya Idi kisheria. Tunaelewa? Kwa hiyo hii Eid al-Fitri ya leo ndo kesho, mfano asubuhi watu wamepitwa hawajaisali, basi wanaweza kuisali mfunguo 2 Shawwal. Tunaelewa? Wanaweza kaisali katika wakati wake ule ule na takbira zikaenda, wakamaliza kusali, tumemaliza. Na vivyo hivyo kwa sikukuu ya Eid al-Adha wanaweza kufanya hivyo hivyo. Tunaenda vizuri? Kwa hivyo kusitokee ikhtilafati katika masuala kama hii. Kuna tofauti, baadhi ya wanachuoni kuna khilafu ndani yake, wanaona kwamba kwa vile inafaa kuisali sala ya Idi mara tu jua linapochomoza mpaka wakati wa kabla ya kupinduka jioni, huu ndo wakati wa sala ya Idi. Wengine wanasema kama kutakuwa na dharura ambayo mwanadamu haimwepesikii yeye siku ya pili yake, kwa sababu haijasuniwa siku ya 3, ni siku ya pili ndio utaratibu. Sasa kama kutatokezea dharura, mtu hawezi, anafaa kuilipa wakati sio wake, huu jioni ila asiri na nini. Wapo wanachuoni wachache wanasema inafaa kuilipa kwa sababu kaitilia umuhimu na ibada yake hiyo anaitaka, atafaa. Sisi katika grupu hili tunalitaja tu, lakini hatujalizingatia sana, kwa sababu lina khilafu kubwa, na grupu la wanachuoni wengi waliounga mkono ni kuisali sala ya Idi katika wakati wake, huu mwingine siwo. Si tunaelewana? Kwa hiyo hivi vitu vinaweza vikatokea kwa baadhi ya wakati na baadhi ya sehemu, na kuna vijana ambao wanasoma kwa ajili ya ushindani kwa mambo kama hayo. Yaani mtu anakutafuta maksudi, bana kuna hichi, wewe unasemaje wakati huku kunasemwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Jawabu ni nyepesi tu, fuata unakoona wewe ulikoelewa ndivyo. Si umeelewa? Umesoma hivyo, basi wewe fuata hivyo unavyoona. Sasa ndo nitafuata, ni hivyo tu. Sisi tunataka kujifunza, tuelewe mafundisho ya dini yetu tukufu. Hatujifunzi katika kuleta ubishani, hivi vitu vyote vimekataliwa. Wala tanazau,
fatafshalu watadhhaba rihukum, msilete mizozo, migongano, mizozano, mkapoteza nguvu yenu ya umoja kuwa kitu kimoja kama waumini, halafu haiba yenu ya kuwa waumini ikapotea kabisa. Mwenyezi Mungu alishatukataza vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo yanapokuja mambo kama haya tunayachukua, na tunaweza tukachukua muda mwingi kuyazungumza ili kuweka wazi na kutoa tu mwongozo na maelezo ambayo yamekuja katika mapokezi ya wanachuoni wetu wa dini ya Kiislamu. Wanachuoni wamenukuu mwongozo wa Mtume